Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua, padre na mwalimu wa kanisa. Antoni alizaliwa nchini Ureno, mji wa Lisbon, mwaka 1195, katika familia ya baba ambaye alikuwa ni afisa mkuu wa jeshi la kifalme na mama ambaye alikuwa ni mama wa nyumbani. Mama yake alimfundisha kuwapenda sana Yesu. Akiwa na umri wa miaka 15, alijiunga na shirika la Mtakatifu Agustino, ambapo miaka 9 baadaye alipata daraja ya upadre. Baada ya kufanya kazi kwa muda mfupi katika shirika hilo, aliwaomba wakubwa wake wa shirika waweze kumruhusu kuhama shirika kwenda shirika la Francisco, kwani alitamani sana kuinjilisha Afrika. Baadaye wakubwa wake wa shirika walikubali na wakamruhusu kuhama shirika kwenda kwenye shirika la Francisco. Alipofika kule walimpokea vizuri. Kweli ndoto yake ilikuwa karibuni kutimia. Baada ya kupokelewa, alipewa utume kwenda Afrika. Akiwa njiani kuelekea Afrika, alipata homa kali ambayo ilimsababisha Padre Antoni kurudi nchini Ureno kutokana na hali ya afya yake kuwa mbaya sana na kudorota. Aliporudi nchini Ureno, alipewa kazi na mkubwa wake wa nyumba. Alipewa kazi ya kuwa msimamizi wa nyumba, kufanya shughuli za nyumbani. Siku moja kuna ibada ya misa takatifu ya daraja la upadrisho. Mkuu wa nyumba akawa anatafuta mtu wa kuhubiri kwenye misa ile katika mapadri wale waliokuwa wakiishi kwenye jumuiya hiyo. Basi kila mmoja aliyeulizwa alikuwa akitoa sababu na kujitetea. Antoni naye alipoulizwa aliitikia kwa hofu, akakataa kwa hofu kubwa na unyenyekevu. Lakini kwa kiapo cha utii, mkuu wake wa nyumba akamwambia utahubiri wewe. Antoni akakubali, akapokea jukumu lile kwa moyo wa unyenyekevu. Alipofika kule kwenye misa, alihubiri vizuri na mafundisho yake yalimgusa kila mmoja aliyehudhuria misa ile. Mtakatifu Antoni wa Padua, mwombezi na msimamizi wa seminari kuu ya Mtungamo iliyopo Bukoba mkoani Kagera. Kwa sababu mwasisi na mwanzilishi wa seminari hii, marehemu Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa, alisali kupitia maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua kupata eneo lililojengwa seminari hii. Na pia alikabidhi shughuli zote za ujenzi chini ya maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Seminari hii iliwekwa chini ya maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua kwa sababu mwasisi na mwanzilishi wa seminari hii, marehemu Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa, na ni vyema kuikabidhi seminari hii chini ya maombezi ya mtakatifu huyu ambaye alisaidia kupatikana kwa eneo hili na kufanikisha ujenzi wa seminari hii. Na sisi tunaadhimisha siku hii katika hadhi ya sikukuu, kwani mwombezi na msimamizi wa seminari yetu. Mtakatifu Antoni wa Padua amekuwa maarufu na anasifika sana kwa miujiza mingi. Mosi, muujiza wa pundamilia kuabudu Yesu wa Ekaristi. Watu walishindwa kuamini uwepo wa Yesu katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Ndiposa Mtakatifu Antoni wa Padua akaamua kumchukua punda ili awadhihirishie watu, sisi tukishindwa kumwabudu Yesu wa Ekaristi, tujue kwamba viumbe wengine wanaweza kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Hivyo pundamilia akawekewa chakula, akawekewa na monstrance, akachagua kwenda kwenye monstrance ambayo ilikuwa na Yesu wa Ekaristi, naye alipokwenda mbele yake aliweza kupiga magoti kumwabudu. Hivyo anatudhihirishia kwamba Yesu wa Ekaristi yupo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Pili, muujiza wa samaki kusikiliza mahubiri yake. Mtakatifu Antoni wa Padua alikuwa akijiuliza kwa nini watu wanakataa kusikiliza mahubiri yake. Ndiposa akaamua kufikiri mara mbili mara tatu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa tafakari. Akiwa pembezoni ukingoni mwa mto, akifikiri namna gani anaweza akatatua tatizo hili, ndiposa akaamua kuhubiri kwa viumbe ambao ni samaki. Samaki walikusanyika na kumsikiliza. Baada ya kuona watu kwamba
mbona Mtakatifu Antoni wa Padua anaongea peke yake? Wakamsogelea na kutazama ni nini ambacho anakifanya. Kwenda pale kutazama na kuona samaki katika hali ya mfuatano wakiwa wamepangana wanasikiliza mahubiri yake. Ndipo watu wakachochewa ndani ya mioyo yao na kujua kwamba kuna umuhimu wa kusikiliza mafundisho ya Mtakatifu Antoni wa Padua. 3. Muujiza wa mtoto Yesu mikononi mwa Padre Antoni wa Padua. Siku moja Mtakatifu Antoni wa Padua akiwa katika tafakari kwenye chumba chake, aliweza kufikiri juu ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo katika hali ya utoto akamjia mikononi mwake. Na bwana mmoja alikuwa anaitwa Tiro, wakati anapita pembezoni mwa chumba chake akaona mwanga mkali na kufikiri ndani huko kuna kitu gani, manake huo mwanga ulikuwa mithili ya miali ya moto. Akafikiri labda chumba hicho kimepatwa na moto, na kusogelea pale na kugundua kwamba Mtakatifu Antoni wa Padua amemshika mtoto Yesu mikononi mwake. Antoni alipokuwa na miaka 36 akiwa huko nchini Italia alifariki dunia. Baada ya kufariki kwake, watoto wazee walikuwa wakipita mtaani wakiimba, mtakatifu amekufa, mtakatifu amekufa. Mwaka mmoja baadaye, Baba Mtakatifu alimtangaza kuwa mtakatifu, na likajengwa kanisa kubwa huko Padua nchini Italia kwa heshima ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Na 6, Mtakatifu Antoni wa Padua padre alitangazwa kuwa mwalimu. Mpendwa mtazamaji, baada ya kujua historia yake, maisha yake na miujiza ambayo ni mingi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, mosi, juhudi katika kumjua Mungu. Mtakatifu Antoni wa Padua alifanya bidii katika kujua kwamba Mungu ni wa thamani katika maisha yake. Hivyo alijishughulisha kusoma vitabu vingi ili aweze kumjua Mungu. Anatufundisha mimi na wewe leo kwamba tuna jukumu la kumjua Mungu, kwa sababu kumjua Mungu ndio msingi wa kumpenda na kumtukia. Hekima ya Mungu inapatikana katika kutafakari maandiko matakatifu. Mtakatifu Antoni wa Padua aliamini kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yake na mwanga katika njia zake. Rejea Zaburi ya 119 aya ya 105. Hivyo anatufunza sisi kuwa hekima katika maisha yetu inapatikana kutokana na kutafakari neno la Mungu. Mwisho, tumuombe Mtakatifu Antoni wa Padua atuombe ili tuweze kuwa na fadhila za kimungu na hivyo tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.